zangu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia ziada ya rehma na amani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kabla ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wana Adam pamoja na majini tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala dhalika fi kitabihi al-karim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kama yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia katika Qur'an kwamba sijaumba majini na wanaadam isipokuwa nimewaumba kwa lengo la kuniabudu mimi, au lengo la kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama hutuba yetu leo tuna muendelezo wa hutuba mbili tulizoanza nazo tukielezea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mfululizo wa muendelezo huu tunajaribu kuangalia huyu ambaye kwetu sisi ni uswatun hasana, nini alichokuja nacho. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hija ya mwisho kabisa, hajjatul wada, akiagana na waumini baada ya hija ya mwisho, katika hutuba yake yote aliyoitoa, lakini mwishoni alikuja akasema, nimekuachieni vitu viwili, mtakapovifuata hivyo vitu viwili lan tadhillu abada, hamtopotea milele. Akasema kitabullah wa sunnatu rasulillah, nimekuachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi vitu viwili nikiondoka mimi mkavifuata hivi vitu viwili, basi hamtopotea. Sasa Mtume kashaondoka tayari, kweli alichokisema katika vitu viwili ni kweli ameviacha. Ametuachia Qur'an na pia ametuachia sunna zake ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenendo mzima wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayu shay'in fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni kitu gani alichokifanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndicho tunachotakiwa tukifate sasa hivi. Mtume kashaondoka, sasa tunasherehekea kuzaliwa kwake, lakini tuangalie nini alichotuachia, nini alichokifanya enzi zake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndio uswatun hasanatun lana, ndio kigezo chema kwetu sisi. Tunamfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliishije? Aliishi maisha gani na wenzake? Aliishi maisha gani na familia yake? Aliishi maisha gani na jamii ya wenzake? Aliishi maisha gani na wale ambao sio Waislamu? Yote haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyapitia. Sasa sisi kazi yetu ni kumsoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapoishi na jirani ambaye sio Muislamu, tumtazame Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi vipi na jirani wa aina hii. Tunapoishi na jirani ambaye ni Muislamu, tumwangalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishije na jirani wa aina hii. Tunapoishi na watoto, tumwangalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishije na watoto. Tunapoishi na wafanyakazi, tumwangalie Bwana Mtume aliishi vipi na wafanyakazi. Nini alichokifanya, alichokisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na wafanyakazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila nyanja, kila idara, Bwana Mtume tayari alishaingia katika idara hiyo, katika nyanja hiyo. Tukiingia mfano mdogo kwa wafanyakazi, Mtume akiwatetea wafanyakazi, sio chama cha wafanyakazi cha miaka ya karibuni, hapana. Zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari Mtume alishawatetea wafanyakazi na akaacha athari, akaacha maandiko leo hii tunayasoma.
Nini alichokifanya, alichokisema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mfanyakazi? Mtume sallallahu alaihi wasallama akitetea haki ya mfanyakazi anasema mfanyakazi anatakiwa alipwe ujira wake kabla hata jasho lake halijakauka. Yaani ule muda anapomaliza kuifanya ile kazi, maadamu bado jasho lake halijamalizika kukauka katika mwili wake, huyu mfanyakazi anatakiwa alipwe haki yake. Mlipeni mfanyakazi kabla jasho halijakauka katika kiwiliwili chake. Hii ni falsafa ya hali ya juu sana aliyoendea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unatoka kubeba tofali, ndio tofali la mwisho jasho bado linakukubujika, wewe uliomwajiri huyu bwana kubeba hilo tofali, unaambiwa umlipe haki yake kabla lile jasho la kubeba tofali halijakauka katika mwili wake. Huu ni msisitizo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyu anayesubiria mshahara wake ana mahitajio yake. Kuna mwingine tayari kwa kutegemea mimi ninapogota ile tarehe kamili basi nitalipwa kiasi changu, anaenda sehemu mbalimbali, bwana mimi nimekuja, lakini nakuahidi baada ya tarehe moja, tarehe ya pili mimi nitakuletea nini? Nitakuletea amana yako utakayoniazima sasa hivi. Kwa kutaraji inapofika tarehe moja tayari anakabidhiwa ile haki yake kwa yule ambaye alomwajiri au kwa yule ambaye anayemfanyia kazi. Sasa unapomcheleweshea huyu mwajiri, huyu ambaye uliomwajiri, basi tayari unamtengenezea mazingira. Kwanza tayari ushamtengenezea mazingira ya kusema uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ayatul munafiqi thalatha, alama za mtu mnafiki ni tatu. Moja, idha hadatha kadhaba, anaposema basi kusema uongo. Huyu kwa sababu yako wewe mwajiri unamtengenezea tayari awe katika mazingira ya kuingia katika uongo, katika waongo, kwa sababu kile alichokisema tayari ameshasema uongo, hajakitekeleza. Lakini pia unamuingiza katika mazingira anapoahidi jambo halitekelezi. Ule muda alioahidi kwamba atatekeleza jambo hili, ule muda unapita bila kutekeleza lile jambo, tayari ushamtengenezea matatizo mengine. Ni wewe mwajiri. Sasa Mtume anasema mfanyakazi mlipeni ujira wake hata kabla ya jasho lake halijakauka katika mwili wake. Tuangalie leo hii tunao wafanyakazi sisi. Ni mfanyakazi wa aina yoyote yule. Tujipime sisi wenyewe, wafanyakazi wetu wa ndani. Miongoni mwetu tumewaajiri wafanyakazi wa ndani. Hebu tuangalie hawa wafanyakazi hawa, ujira wao tunawalipa sawa sawa? Tunaishi nao vizuri, au kwa sababu ni wafanyakazi basi tunaobebesha mizigo? Mtume ametuelekeza mfanyakazi basi kama una muda, huna kazi yoyote, msaidie baadhi ya kazi. Usimlundukie tu kwa sababu kisa nini unamlipa mshahara mwisho wa mwezi. Hapana, mhurumie. Wewe sawa umemwajiri, lakini kuna muda huna kazi. Kama kuna nguo ya kufua na uwezo wa kufua, fua. Usimsubirie yule ana lundo la mizigo, muonee huruma. Na Mtume akatwambia hicho mnachokula basi na wao hao wafanyakazi wale kile mnachokula, wayalbasuna ma talbisuna, na pia wavae kile mnachokivaa nyinyi. Hapa kuna mtihani. Wafanyakazi wetu wa ndani, wewe utakula chakula kizuri, kile kinachobaki ambacho hakina hadhi ndio unamsukumizia, unamwambia haya kula na wewe hicho kilichobaki. Halafu leo hii tunakaa tunasema tunampenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunafurahi kwa kuzaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametuokoa, amekuokoa sawa, lakini bwana hufuati yale aliyokuelekeza. Mfanyakazi kwa sababu ya ule ufanyakazi wake tu kwa wewe amekuja dhalili, mnyonge, hana kitu chochote, basi anapoanza kushika kitu wewe ni kumkemea tu. Hapana. Anas ibn Maliki alikuwa mtumishi katika nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 mfululizo. Mmoja katika maswahaba wakubwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa kiume ndani ya nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Lakini msikilize Anas ibn Maliki anachokisema. Anas anasema nimemtumikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10, lakini hakuna hata siku moja Mtume akanambia kwa nini hujafanya kitu fulani ambacho nilichokuambia ukifanye, wala akanambia kwa nini umefanya kitu ambacho mimi sikutaka ukifanye kitu cha aina hii. Hakuna hata siku moja bwana Mtume kanambia maneno haya, miaka 10. Sisi miezi miwili tunaweza tukabadilisha wafanyakazi zaidi ya 5. Anakuja huyu akisahau kufua nguo ya mtoto tu, nguo moja tu ya mtoto kasahau, kapitiwa na usahau tu, basi unamwambia wewe hunifai, ondoka, atakuja mwingine. Uwezo ninao wa kumleta kila mfanyakazi. Muangalie bwana Mtume na Anas ibn Malik. Hakuna hata siku Anas yeye mwenyewe kwa kinywa chake anatoa ushahidi. Hakuna hata siku bwana Mtume kanisimamisha, kwa nini hujafanya kitu fulani ambacho nilikwambia ukifanye? Anajua huyu ni mwanadamu kama mimi, hali niliyokuwa nayo mimi. Yupo ambaye anayebadilisha hali, yupo muhawwilul ahwal, mwenye kubadilisha hali ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana mimi siku moja ikatokea na mimi hali yangu ikabadilika, huyu akawa na hali yangu sasa hivi, mimi nikawa na hali yake sasa hivi aliyokuwa nayo. Hajamkemea Anas ibn Malik, hajamgombeza Anas ibn Malik, hajambeza Anas ibn Malik kwa jambo lolote lile, miaka 10. Mimi na wewe hivi, ukipika maini, yule mfanyakazi wa ndani unampa ile maini naye akala? Ukipika chakula kilichokuwa kizuri, yule mfanyakazi naye unamuita akala, au unabakisha yale mabaki ya mwisho kabisa ambayo hayana hadhi, ndio unamwambia angalia hilo sufuria, na wewe kama kuna kitu chochote basi kula na wewe. Wengi wetu ndivyo tulivyokuwa hivi. Sasa haya hajatuachia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ni unyanyasaji. Angalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka haki za mfanyakazi. Hapa tumezungumzia mfanyakazi huyu tu wa ndani huyu, achilia mbali hao wafanyakazi wa kuajiriwa kwenye mashirika, kwenye makampuni. Hivyo hivyo mfanyakazi mpaka anaunganisha mwezi wake na mwezi mwingine ndio anapata mshahara, na ule mshahara anaupata haukidhi haja, anapewa nusu. Sio kwamba huyu mmiliki hana pesa ya kuweza kumlipa, hapana, ana uwezo wa kumlipa, lakini kwa sababu tu ile ni dhulma kumpitisha mfanyakazi mshahara wake na uwezo wa kumlipa unao, ile ni dhulma, na siku ya kiyama utajibu mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaha an dhalika, Mtume amekataza hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kona kashagusa. Mwaka wa 35 wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajapata utume, pale Maka kulikuwa na chama cha kuwasaidia wale wanyonge, kuwahami wale wanyonge. Historia ya Makureishi zama za ujahilia, mwenye nacho ndo alikuwa ana nguvu, anaweza akamdhulumu mtu yoyote na asiulizwe na yoyote yule. Hata siku moja yule mnaswara moja alipopita katika nyumba ya Abu Jahal alipomuona yule bwana na vitu vyake, akamnyang'anya vitu vyake vyote. Yule bwana akawa hana pa kukimbilia, kwa sababu Abu Jahal ana nguvu, ana uwezo, hafanyi na chochote na yoyote yule jambo lolote. Yule bwana alipoona ile hali akawa hana pa kukimbilia, lakini Quraishi moja akamwambia, ukitaka haki yako nenda kwa huyu kijana anaitwa Muhammad. Wakati huo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari kashapata utume, lakini mwaka wa 35 bwana Mtume alijiunga na chama cha kutetea wanyonge kabla hajapata utume, kwa sababu alikuwa anachukia dhulma, anachukia unyanyasaji. Hiki chama maadamu kipo katika misingi sahihi, hata kama hakipo katika kidini, lakini maadamu sheria ya kidini inakubaliana na huu mpangilio, basi ni ruhusa. Mtume aliingia katika kile chama. Lengo ni nini? Kuwatetea wale wanyonge.
Huyu naswara amepokonywa vitu vyake, akaelekezwa aende kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipopata habari kwa yule naswara kwamba nimenyang'anywa vitu vyangu na Abu Jahali kwa dhulma, Mtume alisimama pale akawaambia maswahaba, twendeni kwa Abu Jahali. Ilikuwa ni mchana, kipindi cha kailula, kipindi cha watu kujipumzisha, usingizi ule ukijipumzisha mchana. Lakini Abu Bakar akamwambia, ya Rasulullah, muda huu tunaotaka kwenda kule kwa yule bwana ni muda wa kailula, yule bwana amejipumzisha. Sisi tunaogopa tukifika pale asije akakutamikia maneno machafu, kunamfahamu yule bwana ni korofi, ni katili, anaweza akakutukana, na sisi hatupendi wewe unyanyasike, udhalilike, utukano mbele yetu. Mtume akamwambia, twendeni. Angalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadamu anaenda kuitetea haki ya mwanadamu mwingine, haikujalisha huyu sio Muislamu, haikujalisha huyu ni kafiri, lakini kwa sababu haki bado ni yake. Haki hata kama ni ya kafiri, inatakiwa afanya nini? Atekelezewe haki yake. Uislamu haujasema kafiri kwa sababu ni kafiri tu basi adhulumiwa haki yake, hapana. Mtume akamwambia, hapana, twendeni. Anafika kwa Abu Jahali, anagonga mlango. Abu Jahali alipotoka uso kwa uso na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichokiona Abu Jahali kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamu yeye mwenyewe, lakini maneno aliyosema, alimuuliza Muhammad, kama ulikuwa na haja yoyote kuja kuifuata huku kwangu, kwa nini umepata taabu Muhammad? Kwa nini usingemtuma kwa mtu yoyote aje achukue hiyo haja? Ningekutekelezea haja yako. Lakini maneno haya Abu Jahali hata siku moja hajawahi kunyenyekea, hajawahi kujidhalilisha mbele ya huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa siku ile. Na siku ile kadhalilika ama kajidhalilisha kwa sababu ya kile alichokiona mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine hawakuona. Mtume akamwambia, sijaja kuja kupiga hadithi hapa, mpe haki yake huyu naswara ulomnyang'anya haki yake. Abu Jahali akamtuma mtumishi wake aingie ndani, akachukua alichokichukua chote, akaletea yule naswara. Mtume akamuuliza, imekamilika? Naswara akamwambia, kuna kitu kimoja bado hakijakamilika. Akakitaja kile kitu. Abu Jahali akamrudisha yule mtumishi, akaenda akakichukua, akamletea yule bwana. Mtume akamuuliza, imekamilika? Yule naswara akasema, imekamilika. Naswara kabla hajaondoka pale pale alitamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammadur Rasulullah. Yule naswara akayakini kwamba huyu kweli ni nabii wa kweli, kwa sababu manabii wote ni watetea haki. Anaondoka yule naswara na safari zake. Mtume naye na maswahaba wanarudi zao. Huku nyuma mke wa Abu Jahali anamwambia mume wake, Abu Jahali anamwambia, mume wangu, wallahi hakuna hata siku moja niliyopata kukuona umenyenyekea kwa huyu Muhammad zaidi ya siku hii ya leo. Abu Jahali alimwambia mke wake, lau raaiti ma raaitu ma qulti hadha. Abu Jahali anamwambia mke wake, lau raaiti ma raaitu ma qulti hadha. Lau ungeliliona lile nililoliona mimi, au ungeliona kile nilichokiona mimi kwa huyu Muhammad, basi haya maneno haya yasingekutoka katika kinywa chako. Wewe mwenyewe unafahamu fika mimi hakuna hata siku moja nilionyenyekea mbele ya huyu kijana. Hauwezi ukakaa ukajiuliza ukafikiria, imekuwaje leo hii ghafla mimi nikanyenyekea kwa huyu kijana? Sasa kile nilichokiona, laiti ungelikiona wewe, basi haya maneno usingeona, ilikuwa nitosha jibu. Akamwambia, wakati ninamtazama Muhammad, alipoingia tu tayari katika mabega yake mawili, kila bega lilimwona simba, tena amenyenyua kinywa. Simba amenyenyua kinywa. Alikuwa anasubiria tu yule simba mimi niseme sitaki kumpa huyu naswara vitu vyake, halafu animeze yule simba au anidake kwa kinywa chake. Ndio maana umeniona mimi nimejidhalilisha kwa Muhammad. Huyu ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tunasherehekea mazazi yake. Sisi leo hii ukipita ukamwona mtu ametiwa roba hapa, anapokonywa simu yake, uwezo unao, nguvu unazo za kumtetea, anakusachiwa mifuko yake, nasema shauri yake. Kwa bahati mbaya ndio ukamkuta pengine ni mtu ambaye hayupo katika dini yako,
Hata ule msaada utasema potelea mbali, kwanza kafiri tu hivi. Muangalie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasherehekea mazazi yake na tuna haki ya kusherehekea kwa sababu tunayasoma yale aliyoyafanya na aliyokuja nayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu katika suratul Ahzab anasema, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hakuwa Muhammad ni baba wa mmoja wenu nyinyi, lakini Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni mtume wa mwisho katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana mmoja akasema, law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah hayya wa baqiya. Lau ingelikuwa dunia ni yenye kudumu na vyote vilivyomo duniani vingelikuwa kuna kitu chenye kudumu katika hii dunia, basi wa kudumu sio dunia. Angelikuwa wa kudumu ni nani? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini atajwa bwana mtume? Kwa sababu yeye ndio ashraful khalqa al-itlaq, ndio kiumbe mtukufu kushinda viumbe vyote. Ijumaa iliyopita tulimuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akimuelezea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Anamuuliza Umar, atadri man ana? Umar, unanifahamu mimi ni nani? Akaanza kujitaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ndio yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nuru yangu ameumba mbingu na ardhi. Mimi ndio yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia nuru yangu ndio ameiumba arshi, ndio ameiumba nini, kiti chake cha enzi, ndio ameumba kitu gani, ameumba mpaka ufahamu wa mu'minina wameumba kutokana na nuru yangu. Lakini mwisho akamwambia, wala fakhar, wala sijifakharishi mimi na kitu. Ukipata ujumbe wa nyumba 10 tu leo hii, basi kila mtu unampigia simu, message unazieleza pande zote. Napandishwa cheo bwana mimi. Sasa hivi mtendaji mimi bwana. Sasa hivi nipo makao makuu bwana, sio huku chini chini tena. Wa kujisifu alikuwa ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wewe na cheo chako na kitu gani umeumbwa kutokana na nuru ya nani? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuna hata siku bwana Mtume aliwakusanya makuraishi akawaambia, jamani sikilizeni sasa nikupeni fahari yangu mimi. Hakuna hata mara moja. Kwa sababu anafahamu hivi ni vitu vya mpito tu hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallama, mmoja katika mambo ambayo tunataka tuyasome kwa yeye, kana yamzah wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah wa yarda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya mzaha, lakini mzaha wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anamfanya mzaha kama ni wa maneno, lakini yale maneno ni maneno ya ukweli. Alikuwa anafanya mzaha, lakini alikuwa hasemi ila anasema kila ambacho yuhibbuhu Allah wa yarda, kinachompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kikamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na mzee mmoja, aidha ni wa kiume ama wa kike. Yule mzee akamwambia, ya Rasulullah, niombe dua niingie peponi. Mtume akamwambia yule mzee, peponi hawaingii wazee. Yuko serious. Acheki, akamwambia peponi hawaingii wazee. Yule mzee akahuzunika, akamwambia, limama ya Rasulullah, mbona hivi sasa sisi wazee itakuwaje sasa? Nimeanza kufanya ibada miaka yote hiyo, leo hii mimi mzee nisiingie peponi, itakuwaje ya Rasulullah? Mtume akamwambia, ndio, wazee hawaingii peponi. Mkifika peponi kule mtaingia vijana, wakati mnaingia peponi mtaingia mkiwa na hali ya ujana. Sio uzee uliokuwa nao huu. Utaingia lakini hauingii na sura uliokuwa nayo ya uzee, utabadilika, utarudi ujana ndio uingie peponi. Kamfanyia mzaha, lakini ni mzaha wenye nini? Mzaha wenye ukweli. Haya, tuangalie mizaha yetu sisi. Unaweza kukaa pale barazani pale ukafikiria ni jambo gani hapa nizue hapa ili la kuchekesha tu hiki kijiwe hapa, wacheke tu. Basi ukazua jambo ambalo wallahi laiti ungelilifahamu uzito wake na matatizo yake,
ungekuwa tayari ubebe mzigo mzito hata ukuelemee kutembea nao kuliko kuzungumza lile neno lile. Basi utazungumza neno tu ili uwachekesha tu, uichekesha baraza pale. Wakicheka pale kijiweni ama kwenye kibaraza pale, wewe ndio roho inakuwa raha mustarehe. Ndio mizaha tunaoileta sisi. Lakini hajafanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mizaha aina hii. Mtume alifanya mizaha, lakini ni mizaha ndani yake ilikuwa na ukweli. Mizaha ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mizaha anayoipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukumbuke kuzaliwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tukumbuke nini alichokuja nacho. Ametueleza kitu gani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuondoke na hili la wafanyakazi. Awe mfanyakazi wa aina yoyote ile, Mtume anatuambia mlipeni ujira wake kabla hata jasho lake halijakauka katika mwili wake. Tuishi na wafanyakazi wetu vizuri. Tusiwanyanyase wafanyakazi kwa sababu tu umemtoa ulipomtoa. Mfanyakazi akikosea kidogo, nimekulipia nauli mimi. Umekuja hapa mchafu, umebadilika leo hii umekuwa mzuri, unavaa vizuri, unajiona umenawiri. Kwa kosa dogo tu alolifanya. Yule ni binadamu kama wewe ulivyo. Anasahau kama ulivyokuwa wewe na sahau. Anapitiwa kama unavyopitiwa wewe. Mhurumie, msaidie baadhi ya kazi zingine. Sio kwa sababu maadamu umemwajiri basi kila kazi unataka afanye yeye. Hapana. Hajaeleza hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katuelekeza tuwaonee huruma hawa. Tule tuwalishe tunachokula sisi. Wavae tunachokivaa sisi. Siku moja umefika chakula chako, muite mfanyakazi wako ndani. Njoo leo hii mimi naamua tukae mimi na wewe meza moja tule pamoja. Hata anajiona kama yuko nyumbani kwao. Ile adha, ule ufukara, ule umaskini, ule udhalili aliotoka nao kule unaondoka pale, anajiona yuko pamoja na wenzake, yuko katika dunia ambayo wenzake wamo ndani ya dunia. Tusiwafanye wafanyakazi wao ni dhalili. Anapokuona bosi umerudi kazini, basi anatetemeka. Leo nitagombezwa kipi? Anahangaika. Namna hii hata kazi zake hawezi akafanya kwa tija. Anafanya huku ana wasiwasi, sijui nimekosea, sijui chakula hiki nimetia chumvi nyingi, sijui hapa nitakuwa nimeambiwa tena nimepunguza mafuta, manake kuna waajiri wengine ni mtihani, hususan akina mama. Kila anachokifanya akipika leo ataambiwa umezidisha chumvi. Hata akiweka sawa mara ataambiwa la wimo haujakolea vizuri. Hapana, huyo ni binadamu kama ulivyo wewe. Unavyomnyanyasa hivyo, unamdhalilisha hivyo, siku ya kiyama utasimamishwa mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Mungu amekumilikisha tu hicho ulichokuwa nacho. Alikuwa na uwezo Mwenyezi Mungu kummilikisha yeye, akaja akakuajiri wewe. Yule bwana mmoja alikuwa tajiri na mkeo nyumbani, wamekaa katika meza ya chakula, wanakula vyakula vizuri. Lakini anagonga mlango maskini moja, anamtuma mke wake, nenda kaangalie nani yupo katika mlango. Yule mkewe anaenda katika mlango, anakutana na yule maskini, anasema mimi ni maskini, naomba chakula. Anarudi kutoa taarifa kwa mume wake. Anamwambia mume wangu yule ni maskini anaomba chakula. Mume wake anasema ina maana huyu nyumba zote hajaziona. Ameona nyumba yako tu hapa. Sasa subiri nimuonyeshe. Yule bwana akatoka na bakora, akatoka nje akampiga bakora yule maskini, kamkimbiza na bakora lake. Maskini akaondoka zake bila kupata chochote. Sasa kama tulivyotangulia kusema, yupo muhawwilul ahwali, mwenye kubadilisha hali, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamul 'abdi fi raf'in wa khafdin. Maisha ya mwanadamu ni kupanda na kushuka. Mama moja aliimba akasema, jua maisha ni mlima, kuna kupanda na kushuka. Sasa maqamul 'abdi fi raf'in wa khafdin, maisha ya mwanadamu ni kupanda na kushuka. Kama ulipanda unaweza ukaja ukateremka, na kama uko chini kuna kipindi Mwenyezi Mungu anaweza akakupandisha. Ndivyo ilivyo maisha hapa duniani, ni kupanda na kushuka. Sasa huyu bwana Mwenyezi Mungu akaja akabadilisha hali yake, ule utajiri ukao umeisha, akafilisika. Yule mwanamke alipoona mume wake kafilisika, akaona hapa hakuna tena nafasi ya kukaa.
Akamwambia mimi niache zangu bwana, niondoke zangu hapa. Sijazoea tabu. Wewe mwenyewe umenizoesha raha. Akamwacha yule mwanamke. Mwanamke akaenda kaolewa na mwanamume tajiri mwingine. Siku moja huyu mwanamke naye yumo ndani na mume wake wanakula kuku. Wenyewe wanasema sayyidul luhum dajaja. Bwana wa nyama ni kuku, nyama ya kuku. Sasa amekaa na mume wake wanakula kuku aliyokuwa mzuri. Mara akabisha hodi katika mlango. Yule mwanamume anamwambia mke wake, nenda kaangalie kule mlangoni nani anabisha hodi. Yule mama akaenda pale, akakuta ni maskini anaomba chakula. Akarudi kutoa jibu kwa mume wake, akamwambia mume wangu ni maskini anaomba apewe chakula. Yule mwanamume akamwambia, chukua huyu kuku mzima tunayemla sasa hivi mpelekeni. Yule mama akachukua ile kuku, anafika mlangoni uso kwa uso na yule bwana, anamkabidhi ile kuku, mtazama usoni. Akajua ni yule mume wake wa kwanza yule aloachana naye. Alikuwa tajiri kipindi cha mwanzo, lakini akaja akafilisika. Sasa ile hali aliyomkuta nayo, akikumbuka kule nyuma utajiri aliokuwa nao, fahari aliyokuwa nayo, yule mama alirudi chumbani kwa mume wake anabubujikwa na machozi. Mumeo alipomuona anatokwa na machozi analia, akashangaa, akamwambia mke wangu, atabukina li ajli dajajatin tasaddaqna bihi, unalia kwa sababu ya uchungu wa huyu kuku tulomtoa sadaka? Mimi uwezo ninao, tutapika kuku mwingine. Kitu gani kinachokuliza kwa huyu kuku tu? Yule mwanamke akamwambia, hapana mume wangu, sili kwa ajili ya kuku. Akamuuliza, unamfahamu aliyokuwa anaomba kule mlangoni? Atadiri manisail, unamjua muombaji huyu niliotoka kumpa nani kile chakula? Yule mwanamume akamwambia simjui. Akamwambia, huwa zawjul awwal, ndio mume wangu wa kwanza, alikuwa tajiri lakini kafukarika. Yule mwanamume akamuuliza, atadiri man ana, je, na wewe unanifahamu mimi? Mwanamke akamwambia la. Akamwambia, ana sailul awwal, mimi ndio yule muombaji wa kwanza niliotolewa mkuku na bakora. Mimi ndio yule muombaji wa kwanza. Muhawwil al-ahwal, ngeuza hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tunaambiwa mara kwa mara tunyanyua mikono tuseme, ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Mwenye kugeuza hali, zigeuze hali zetu ziwe katika hali zilizokuwa nzuri. Mara kwa mara tunaelekezwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno haya, ewe mwenye kugeuza hali, zigeuze hali zetu kuelekea katika hali, katika uzuri wa hali, kwa sababu yeye ana uwezo wa kubadilisha hali zetu kutoka katika hali nzuri akazipeleka katika hali mbaya. Sasa ni afadhali katika hali nzuri unayokuwa nayo sasa hivi ukaifanyia kazi vizuri, ukaitumia vizuri, hata akija akigeuzia hali yako ukawa katika hali mbaya, wewe utakuwa umesalimika. Yale maisha utakayoishi na wenzako ukiwa katika hali nzuri, kama unaishi maisha mazuri na wenzako, utakapokubadilikiwa na hali yako ikawa mbaya, hawa ndio watakaokusaidia wewe, kwa sababu na wewe uliwasaidia. Sisi sote tunategemeana. Na sallallahu alaihi wasallam, kuna vitu takriban vinne vinaisimamisha hii dunia. Moja katika hivi vitu vinne, vitu viwili ni fukara ama maskini na matajiri. Lau katika hii dunia wasingelikuwepo matajiri, basi la halaka al-fuqara, mafukara wangeangamia. Na lau katika hii dunia wasingelikuwepo mafukara, basi la halaka al-aghniya, matajiri wangeangamia, kwa sababu matajiri wanategemea dua za hao mafukara. Unapompa maskini chochote, akinyanyua mikono, ya Rabbi mzidishie huyu mja wako, wewe ndio unapata kufanya nini? Unapata mafanikio. Matajiri wangapi leo hii akakuita wewe na ufukara uliokuwa nao, au akakuita wewe una utaalamu wa kitu fulani, bwana hebu njoo nisaidie kitu fulani. Ukimaliza tu pale, basi anakwambia bwana tutaonana baadaye. Hiyo baadaye ndio imetoka, hiyo baadaye ndio baadaye ila yaumil qiyama. Lakini uwezo anao nini? Amejawa na ubakhili. Nafasi aliyokuwa nayo, lakini tayari amejazwa na ubakhili, hata ile kutoa japo kidogo kwa sababu ya ubakhili aliyokuwa nao. Wallahi ni mtihani.
Sasa maisha aliyoishi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yamejikita katika kila aina ya nyanja. Mtume alipokuwa anaishi na mafukara na maskini, basi wote walikuwa wakimpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda kwa matajiri, wote walikuwa wanampenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aishi na matajiri wakupende matajiri, aishi na mafukara wakupende mafukara. Na kuna siri, utaishi na matajiri wakupende, na matajiri wakupende. Usiwe na thamana vitu vyao. Akitaka kukupa basi akupe yeye mwenyewe. Lakini sio kila siku kunapokucha basi wewe unaenda kupiga magoti, bwana naomba kadhaa, kesho wewe bwana na shida hii, kesho na shida hii, kesho na shida hii. Hapana, watakuchukia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ittaqillah yuhibbuka Allah, wattaqi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mungu atakupenda. Viogope vilivyomo katika mbele ya watu, watu watakupenda. Ufukara wako, umaskini wako isiwe adha tena kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku, mpaka inapofikia anapokuona tunakuja huyu tena jana alikuja na shida hii, leo anakuja na shida gani? Basi mtu anakaa anaanza kujiandaa mazingira kuja kukuongopea wewe, ndio unamsababisha azue uongo huyo. Hakutaka kusema uongo, lakini kwa sababu ya wewe ile adha yako, leo umeenda, kesho umeenda, kesho kutwa umeenda, anatunga uongo. Leo bwana, unajua nilikuwa na gari langu limeharibika, sasa pesa yote nimetumia kununua spare. Wewe ndio unamsababisha kusema uongo bwana. Na kwa nini ufanye hivyo? Ittaqillah yuhibbuka Allah, wattaqi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Muogope Mwenyezi Mungu, Mungu atakupenda. Viogope vya watu na watu wenyewe watakupenda. Haya ndio maisha ya nani aliyoishi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafurahi kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tumsome Bwana Mtume yapi aliyokuja nayo, tunayafanyia kazi. Hili ndio lengo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yaqtadi al-mu'minun wa qala a'udhu billahi al-'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin ajma'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاما لمن جهل به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. عباد الله، اتقوا الله تعالى بالسماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم الله عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم ايها المؤمنون من برية جنه وانسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا عزيز يا غفار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر.
وأقم الصلاة.